Malengo ya mkutano huu, ndugu wanahabari, ni kuwaeleza nyie pamoja na umma pamoja na wadau wetu kuhusu matumizi ya namba ya utambulisho, yani National Identification Number, ambayo hii tutaanza kutumia kwa mwaka huu wa masomo utakaoanza 2025-26. Na dirisha letu la maombi maombi ya mikopo kama mnavyofahamu tunatarajia kulifungua mwezi ujao, ili kutoa fursa kwa wanafunzi wahitaji wenye kujaza maombi hayo waanze kujaza form au waanze kujaza maombi ya kuomba mikopo yao katika mfumo wetu. Hivyo basi, kwa kutumia hii namba ya utambulisho, yani National Identification Number, tunapenda kuwataarifu umma kwamba taasisi zetu mbili hizi zimechukua hatua muhimu sana za kuhakikisha kwamba kazi hii inafanyika kwa ufanisi na kwa wakati. Sasa kwa nini tunatumia National Identification Number? National Identification Number au namba utambulisho ni utambulisho wa uhakika ambao unaosaidia kupata uhalali wa taarifa za muombaji. Mengineyo zaidi wataeleza mwenzangu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho, yani NIDA. Namba utambulisho kwetu sisi itatusaidia katika utekelezaji wetu wa majukumu, kwani tutapata taarifa za uhakika na za kipekee kwa kila mwanafunzi. Kama hiyo haitoshi, kama mnavyofahamu, bodi ya mikopo ina mamlaka, ina mandate au sijui nasema ni mamlaka au majukumu mawili. Kwanza ni kutoa mikopo, lakini ya pili kukusanya mikopo. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo National Identification Number au namba ya utambulisho, tutaweza kuboresha uwezo wetu wa kufuatilia na kuwapata wanufaika waliokopeshwa baada ya kuhitimu. Sio hivyo tu, kama mnavyofahamu pia bodi ya mikopo katika moja ya vigezo vyake tunatakiwa kutoa mikopo kwa Watanzania. Kwa hiyo namba ya utambulisho itahakikisha usalama wa taarifa za muombaji na kuondoa uwezekano wa matumizi ya majina au taarifa zisizokuwa sahihi na za bandia. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana la kihistoria, lakini pia linaenda kuboresha utendaji wetu katika majukumu yetu ya kila siku. NIDA kwa sasa hivi ni maisha na maisha ni NIDA. Tunatekeleza maelekezo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mifumo kusomana, ambapo tunataka tuwe na kitambulisho kimoja ambao ni jamii namba. Na nipende kutoa ufafanuzi hapa, maana kumekuwa na mkanganyiko. Kuna kila watu wanakuta miji anatengeneza jamii namba, zinatengeneza kitu. Jamii namba ni namba yako ya NIDA, NIN ndio jamii namba, ambao katika mfumo tunaokwenda nao unapokuwa na kadi ya NIDA, namba ya NIDA, ina maana taarifa zako zote, ina maana tunatengeneza kitambulisho kuanzia taarifa zote tunavyosomana mifumo kuanzia Julai. Tutakuwa na taarifa ambapo maboresho yetu taarifa tizi, ina maana cheti cha kuzaliwa kitakuwa humo ndani, utakuwa details za passport, details za bima afya, ambapo nashukuru tayari wenzetu MOI wameanza kutumia. Lakini bima afya sasa hivi uwezo kupata kitambulisho cha bima afya, unapoenda kujisajili unatumia namba yako hiyo, na hata ya mikopo. Kwa hiyo lazima unapopoeza kitambulisho tutaangalia details zako katika hili lengo la jamii shani. Kwa hiyo inarahisisha kwa Mtanzania, baada ya kubeba unakuwa na mrundo wa kadi, pochi inajaa kadi kuliko hela. Tunataka kutoka huko. Katika kurahisisha huduma tumetengeneza mfumo kwa wananchi kujisajili kwa njia ya mtandao pia. Nafikiri kuna mtandao wetu ambao tumetoa, unaweza kujisajili kwa mtandao, na hii inarahisisha baada ya kwamba uje uende ukapange mstari pale masaa 3-4, ukidownload unajaza ile fomu, ukija na kwa ni rahisi. Dhamira yetu ya serikali kwa ujumla ni kuona kila mwanafunzi aliyemaliza elimu ya sekondari na mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea na raia wa Tanzania anasajiliwa na kupata namba ya NIDA. Namba na kitambulisho cha NIDA kitakachoweza kujiunga na masomo ya ngazi ya juu na kati baada ya kuomba mkopo wa masomo, lakini pia kupata huduma nyinginezo za kijamii na kiuchumi.